Ninawakaribisha wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, ili niweze kuwapea taarifa za ukweli. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Ninawaomba usikilivu mwema na ushirikiano. Kama haujaweza kupiga subscription, tafadhali fanya hivyo, alafu sambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi vingi, ili taarifa hizi zimfikie hata yule mwananchi ambaye yupo mashinani. Hizi taarifa ni muhimu, kwa hivyo ninakuomba sambaza linki zetu. Serikali ya Samia baada ya kuwaua Watanzania zaidi ya 10,000 ndiposa wasalie madarakani mwaka uliopita, mwaka 2025, kipindi cha uchaguzi mkuu. Sasa wameamua kutumia pesa za mlipa kodi wa Tanzania ili kuweza kusafisha jina lao ambalo liliweza kuchafuka kwa wazungu kwamba wao ni wauaji. Mnaelewa, bunge la Marekani liliweza kusema kwamba bunge la Marekani la Seneti, au kipenda bunge la Seneti la Marekani, liliweza kusema kwamba ule uchaguzi wa Tanzania haukukuwa ni uchaguzi, bali ulikuwa ni wizi wa demokrasia, kwa sababu matokeo ya uchaguzi yalikuwa yametathminiwa kitambo, hata kabla ya uchaguzi kuweza kuandaliwa. Sijui kama unanielewa mpaka hapo, mpenzi mtazamaji. Samia dunia nzima ikajua kwamba ameua raia, na dunia nzima ikaomba achukuliwe hatua. Samia dunia nzima ikajulikana kwamba yeye ni rais ambaye ni dikteta, mwenye anawafungia mpaka viongozi wa upinzani wasishiriki uchaguzi. Wakaomba Samia aandae uchaguzi wa haki na huru. Samia kaua raia. Mashirika ya kutetea haki za binadamu wakataka uchunguzi wa kimataifa huru uweze kufanyika Tanzania. Sasa Samia ameona kwamba jina lake limeharibika, jina la serikali yake ya Tanzania limeharibika katika rubaa za kimataifa. Hawawezi wakapewa mikopo, hawawezi wakapewa misaada. Wameamua kutumia mabilioni ya pesa ya walipa kodi wa Tanzania kila mwezi ili kusafisha jina lao, angalau wapewe mikopo, angalau waweze kukubalika, angalau Samia sipelekwe ICC. Hizi ni dokumenti au kipenda nyaraka ambazo nimeweza kuzipata kutoka Ikulu ya Tanzania, ambazo mnamo tarehe 1 Januari mwaka 2026 pamoja na tarehe 3/4 Samia aliweza kuingia kwenye makubaliano na kampuni moja kutoka Marekani yenye inaitwa Avin Graves. Avin Graves ya Marekani. Hii kampuni kazi yao ni kusafisha jina la Samia kwa wabeberu au kwa wazungu ambao Samia alisema kwamba walilipa vijana wa Tanzania kuweza kuandamana na kuchoma taifa. Sasa mpenzi mtazamaji, kwenye makubaliano ambao serikali imeweza kuweka na kampuni hii ya wanasheria kutoka Marekani ambayo inaitwa Avin Graves, wamekubaliana kwamba kila mwezi taifa la Tanzania, wewe mlipa kodi, utagharamia dola 45,000. Yaani Tanzania itakuwa inalipa hii kampuni dola 45,000 ambazo ni pesa taslim za Tanzania bilioni 1.13. Yaani kila mwezi taifa la Tanzania linatoa shilingi bilioni 1.13 kulipa hii kampuni ya Avin Graves kutoka Marekani
ili kumsafishia Samia Suluhu Hassan jina lake, aendelee kupewa mikopo, aendelee kukubalika kwamba yeye ni rais wa Tanzania ambaye ni halali. Na kwenye kandarasi ambayo Samia ameweza kutia na hii kampuni, wameelewana kwamba kampuni hii itamsafishia jina mpaka ikulu ya Tanzania, yani ikulu ya Marekani kwa miaka miwili. Kwa hivyo kama mwezi moja Tanzania itakuwa inalipa shilingi bilioni 1.13 pesa taslimu za Tanzania. Je, miezi 24 watalipa pesa ngapi za mlipa ushuru wa Tanzania? Lengo la serikali, wanataka kuweza kutongoza au lengo la Samia, wanataka watumie kampuni ya Avin Graphs kutongoza bunge la seneti la Marekani kumkubali Samia kwamba yeye ni rais halali aliyechaguliwa kidemokrasia. Namba 2, wanataka bunge la Marekani la seneti liache kuhamasisha uchunguzi wa haki na huru, transparent independent investigation, uchunguzi wa kibinafsi wa haki na huru kuhusiana na yale mauaji ambayo yalitokea Tanzania. Kwa hivyo wanataka hii kampuni iweze kusaidia Samia kupembeleza wale maseneta wasahau kusukuma na kupresha kwamba uchunguzi wa haki na huru uweze kufanyika Tanzania kuhusiana na yale mauaji ambayo yalitendeka. Namba 3, wanataka hii kampuni ya Avin Graphs waweze kusaidia Samia kuunda jina la Tanzania, ndiposa apewe mikopo pamoja na misaada, kwa sababu taifa haliwezi likaenda mbele bila ya mikopo na bila ya misaada, kulingana na yale ambayo Samia ameweza kuandika kwenye hizi karatasi. Sasa nikashangaa mahala ambapo wanasema kwamba wanataka waweze kupewa mikopo, kwa hivyo wanaomba jina la Tanzania liweze kuundwa. Nikashangaa tena, huyu si ni yule Samia mwenye aliweza kuuliza wazungu, who are you? Nyinyi ni akina nani mkisema kwamba lazima pafanyike uchunguzi wa haki na huru? Nikajiuliza tena, si huyu Samia mwenye nataka jina lake liweze kusafishwa? Yeye na serikali yake ndio waliweza kusema kwamba hao wazungu ndio waliweza kulipa Watanzania pesa ili waweze kuandamana na kuchoma taifa lao. Mbona basi ameamua kutumia pesa kulipa hii kampuni kuweza kumsafishia Samia jina? Ni jambo la kusikitisha sana. Yaani mtu anaiba uchaguzi, mtu anaua, alafu anatumia pesa za mwananchi wa Tanzania kusafisha jina lake. Sasa hivi jinsi ambavyo mambo yalivyo Tanzania, mpenzi mtazamaji, Samia hakuna mahala ambapo anaweza kasafiri na apokelewe kama mgeni. Kwa sababu gani? Mwili wake wote unanuka damu ya Watanzania ambao aliweza kuua. Sasa ndio maana ameamua kulipa hii kampuni hizi pesa bilioni 1.13 pesa taslimu za Tanzania kila mwezi kwa miaka miwili ili kumsafishia Samia Suluhu Hassan jina. Yaani mwenye ameweza kunipea taarifa hizi kutoka kwa serikali ameniambia kabum, tumewabamba, wanamwaga pesa wakubalike na mabeberu ambao Samia alisema kwamba ndio walitoa pesa wa Tanzania kuandamana. Alafu akaniambia kwamba serikali hii haramu imeajiri kwa miaka miwili lobby group ya Avin Graphs ya Marekani kwa kiasi cha dola 45,000 kila mwezi ili iwasaidie kuwafikia bunge na wabunge wa Marekani wa seneti na serikali inayoongozwa naye Donald Trump itatumia dola
milioni 1 na ushee kama fees pekee kujipendekeza kwa mabeberu. Akasema kwamba bahati mbaya kwa Samia Suluhu Hassan, haya mambo lazima yawekwe wazi na sisi tumenyaka mkataba. Haya ambao nimewekea hapa mpenzi mtazamaji, ni mkataba ambao wameuficha ili usijulikane. Sasa ninashangaa Samia anapeana mabilioni kuelekea kwa kampuni ya Marekani. Alafu kuna hawa machawa ambao wanatutukana hapa chini kwa upande wa comment section. Hawa machawa ambao wanamtetea Samia, wao wanapewa shilingi 10,000 pesa taslim za Tanzania. Alafu wazungu wao wenye Samia alisema kwamba ndio waliweza kutoa pesa wa Tanzania wakaandamana, wanapewa mabilioni ya pesa kila mwezi. Sasa ninashangaa hizi pesa wamezitoa wapi? Wanatumia pesa za bajeti ipi ili kuweza kufanya upumbavu kama huu? Yaani lengo kubwa la Samia ni kuzima yale mashirika ambayo yanasukuma uchunguzi wa haki na huru uweze kufanyika Tanzania kuhusu yale mauaji ambayo yaliweza kutokea Oktoba mnamo mwaka 2025 Tanzania. Lengo la Samia ni kuzima midomo yale mashirika ambayo yanataka haki ziweze kupatikana kwa Watanzania ambao waliweza kupoteza ndugu zao. Hizi ni pesa ambazo zingetumika kuweza kuleta maendeleo katika taifa letu la Tanzania endapo hii serikali ingeamua kuandaa uchaguzi wa haki na huru. Lakini kwa sababu wanataka kuendelea kusalia madarakani kwa miaka yote, wakamwaga damu, sasa wanataka kutumia pesa kusafisha hiyo damu. Tunaelekea wapi sisi kama Watanzania? Yaani mtu amwage damu ya watu zaidi ya 10,000 alafu atumie pesa kusafisha ile damu, ndiposa asipelekwe ICC, ndiposa mashirika mbalimbali yasianze kufukunyua kwamba afanyiwe uchunguzi, ndiposa mashirika ya kutetea haki za binadamu wasilazimishe ICC kumkamata Samia. Ila Mwenyezi Mungu muumba nchi, mwenye yuko pale juu, hawezi akaacha hizi damu ambazo zilimwagwa Tanzania ziende bure. Hasa bora basi walikuwa nasema kwamba kuna wenye walilipwa ndiposa waandamane. Nilimsikia Samia akisema kwamba Tanzania ni kubwa kuliko hao mabeberu. Mbona basi wameamua kutumia pesa ili kuweza kuhonga mabeberu kumkubali Samia? Mbona anaamua kujipendekeza? Ama Samia nafikiri kwamba akitoa pesa, akiongana kuelekea kwa haya mashirika ya kutetea haki za binadamu, akihonga asifanyiwe uchunguzi, anafikiri kwamba atakuwa ameyatatua matatizo yetu sisi wa Tanzania ambayo yalifanya tukaandamana? Atakuwa ameacha udikteta? Atakuwa ameandaa uchaguzi mpya? Atakuwa ameleta katiba mpya ambayo tunataka? Huyu anajidanganya. Sijui wazo lako ni lipi? Mimi ni Bwana Ezra. Naomba tuendelee kushirikiana. Tafadhali usiondoke bila ya kupiga subscription.